Ili kuweza kufanya mtihani wako wa online kutoka ajira poto kama umeitwa kwenye usaili, basi unapaswa kuzingatia haya ambayo tutayazungumza mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Hatua ya kwanza, baada ya kuruhusiwa na kupewa maelekezo mafupi, utapaswa kulogin katika akaunti yako, ambapo baada ya kulogin ndipo utakuta maswali ya mtihani wako. Sasa ili kuweza kulogin unapaswa kujua namna ya kuweza kutumia keyboard. Kwa hiyo utaingiza username pamoja na password. Katika upande wa password pale tunachanganya herufi kubwa na ndogo. Kwa hiyo ili kuweza kupata herufi kubwa utabonyeza caps lock. Kwa hiyo wakati unajaza password yako, kwa pembeni kuna kuweka na kile kijialama cha jicho ambacho kile ukikibonyeza utaweza kuangalia ama kuona ile password uliyoiandika. Kwa hiyo wakati unaandika inawezekana caps lock ikawa tayari imeshawashwa. Kwa hiyo bila kujua inawezekana wewe unaandika herufi kubwa. Kwa hiyo unapobonyeza caps lock ukawa umechagua herufi ndogo. Kwa hiyo utatumia caps lock kubonyeza kwa mara ya kwanza, utaandika herufi yako kubwa, kabla hujaendelea kuandika, maana inaweza kawa password yako inaanza na herufi kubwa tu mwanzo afu mwisho herufi ndogo. Kwa utabonyeza caps lock, utaandika ile herufi, utaibonyeza tena ili kuizima, utaandika zile password zako ama character nyingine zilizobaki ambazo ziko katika herufi ndogo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, lakini kumbuka ili kuweza kuandika katika ule uwanja wa username ama password ni lazima utatumia mouse, ambao mouse hiyo itakuwezesha wewe kusogeza ule mshale mpaka katika uwanja wa username, na utabonyeza left click ili kuchagua sehemu ya kuweza kuandika sasa hiyo username yako, ama utashusha tena, utatumia bodi ya mouse kama tunavyoona hiyo part ya bodi, utasogeza tena mouse ili kuweza kushusha ule mshale mpaka katika sehemu ya kuweza kuandika username, kisha utaselect ili kuweza kufanyaje kutype sasa hiyo username yako. Lakini jinsi ya kutype nimekuelekeza huko, tunatumia keyboard, na hakikisha kwamba herufi zako zile hazichangani. Kama ulitumia herufi kubwa moja, basi usije kaandika password yako na herufi kubwa zote. Utakapokuwa tayari itakuletea alert ya kwamba invalid password. Lakini pia katika hizo part tumeona kuna left, kuna right pamoja na scroll. Uta scroll ikiwa unataka kushuka chini kuona maswali mengine, lakini kusogeza mshale kama tunavyoona katika screen yetu utatumia hiyo bodi ya mouse. Utashika mouse yenyewe utaisogeza pale chini, itakuwa ina sense na utaangalia katika screen yako, utaona huo mshale unasogea. Kwa kama jibu lako ni A, utasogeza mshale mpaka katika herufi A ya jibu. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza left click, na utakapobonyeza, mfano katika picha ambayo tunaiona sasa hivi hapo kwamba user tayari ameshachagua jibu ni C ambayo ni mashariki hapo. Kwa hiyo awali alisogeza mshale mpaka katika jibu husika. Baada ya hapo ndo unarudi katika mouse yako. Katika mouse utabonyeza upande ule button ile ya kushoto hapo ambayo tunaita ni left click ili kuweza kuchagua jibu ambalo wewe tayari umeshaelekeza huo mshale sehemu hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo utatumia part ya kuscroll ili kuweza kushusha chini kuona maswali ambayo yalijificha, kwa sababu maswali yote hayawezi yakawa displayed katika screen kwa pamoja. Kwa hiyo unaweza ukatumia scroll ili kuweza kushuka chini kuona maswali ambayo yako chini baada ya kujibu yale ambayo yanaonekana mwanzoni. Lakini pia jambo ambalo unapaswa kuzingatia kwamba mtihani huu utakuwa na security mbalimbali. Maana yake utakapojaribu kufanya cheating ya aina yoyote, basi mtihani utajisubmit automatic. Mfano, usije uka minimize, yani mtihani ukishafunguliwa pale uka minimize ili kuweza kuwa mdogo na kuweza kufanya kazi nyingine ndani ya kompyuta hiyo, basi ukifanya hivyo tu mtihani utajisubmit automatic na tayari utakuwa umeshapokelewa. Yani ni sawasawa na wewe kwamba umekubaliana mtihani wako umeshamaliza, na wakati huo inaweza kawa hujajibu swali lolote kwa ulitaka kugoogle. Na sasa kitu ambacho utafanya baada ya kuchagua maswali yote kwa kutumia hiyo part ya left click, basi hakikisha kwamba utakuja chini, utaona neno submit, utabonyeza neno submit ili kuweza kutuma mtihani wako, na hakikisha kwamba kila jibu ambalo unalichagua linaonyesha alama ya kwamba limechaguliwa, kama tunavyoona hapo kwamba jibu la Dodoma limechaguliwa. Kwa hiyo
ili kuweza kuchagua. Narudia tena, hapo tunaona mouse. Utaisogeza mouse na wakati unasogeza tunaona mshale. Huo mshale hapo uko katika submit. Wakati unasogeza sasa utasogeza mpaka katika jibu lako, kwa mfano Dodoma juu yake, afu ndio utabonyeza left click kuchagua. Bye bye, karibu tena Elimu Chap.